la usalama, lakini ambalo linatokana na haya ambayo nimeyataja hapa. Mheshimiwa Rais, ulipoingia madarakani mwaka 2021 kulikuwa na matukio mengi sana ya kihalifu. Swala la usalama halikuwa zuri kama hili tunaloongelea leo. Mheshimiwa Rais, utakumbuka mwaka 1994 mabasi yalizuiliwa kutembea usiku rasmi, na sababu kubwa ya kuzuia mabasi kutembea usiku ilikuwa ni ujambazi, highway robbery, unyang'anyi kwenye njia kuu. Matukio yale yalikuwa ni matukio ya kudhalilisha yaliyosababisha uporaji wa mali za watu, lakini na udhalilishaji kwa wale waliokuwa wakiporwa. Mheshimiwa Rais, mwaka tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 23, ikiwa imepita miaka 29 chini ya uongozi wako, ilitolewa ruhusa sasa ya magari haya kutembea usiku. Mpaka leo hatujaona tukio lolote la unyang'anyi kwenye njia kuu. Nitaainisha haya, nitakueleza Mheshimiwa Rais nini umekifanya kwa jeshi hili mpaka vitu hivi visiwezekane. Mheshimiwa Rais, matukio kama haya yalikamata maeneo makubwa ya kule Kagera, maeneo ya Kigoma. Ulikuwa huwezi kutoka Kigoma ukapita Kasulu, Kibondo, Kakonko, usingeweza kupita pale bila kuporwa, na ilifika mahali ndani ya mabasi hayo waliwekwa askari kuyasindikiza na yakaporwa wakiwemo mle. Mheshimiwa Bashungwa anajua, anatingisha kichwa kwa sababu naye si ajabu ameshawahi kuporwa akiwa kwenye mabasi hayo kule Kagera. Kwa hiyo maeneo yote ya Biharamulo, maeneo yote ya Muleba usingeweza kupita. Maeneo ya Arusha, Singida, Sekenke usingeweza kupita, unawekewa mawe, unaporwa kwanza ndio unaendelea na safari yako. Maeneo mengi tatizo hili lilikuwepo, lakini chini ya uongozi wako ndani ya miaka 29, tarehe 1 mwezi wa 10 serikali yako uliruhusu mabasi yaanze kutembea usiku, na ninakumbuka jambo hili jinsi ambavyo lilikuwa linashughulikiwa na Mheshimiwa Spika, na ninakutaarifu Mheshimiwa Rais, mpaka leo hakuna tukio lolote la uporaji kwenye barabara kuu limetokea tangu tarehe 1 mwezi wa 10 mpaka leo. Mheshimiwa Rais, ulipoingia madarakani, naongea mambo ya kiusalama, ulipoingia madarakani kulikuwa na migogoro mikubwa ya ardhi na mapigano makubwa kati ya wafugaji na wakulima. Utakumbuka Mheshimiwa Rais, ukiwa ziarani kule Lindi, taarifa zilikuwa mbaya sana. Mapigano haya yalisababisha uharibifu mkubwa wa mali, ikiwemo kuchomwa nyumba, lakini yalisababisha mauaji, yalisababisha uharibifu na mauaji mbalimbali ya watoto na vikongwe. Jambo hili umelishughulikia kwa kiwango cha hali ya juu sana, na tuna mwaka wa pili hatuna matukio makubwa kiasi hicho. Migogoro na migongano midogo sana ya mtu mmoja na mmoja inaweza ikatokea, lakini sio kwa kiasi kile. Maeneo ya Ruvuma, Lindi, Morogoro yalikuwa ni maeneo ambayo migogoro hii ilikuwa ni mikubwa sana. Lakini Mheshimiwa Rais, nikukumbushe na naomba niwakumbushe wananchi wa Tanzania, ulipoingia madarakani kulikuwa na wimbi kubwa la watu waliitwa panyarodi, na vilikuwa ni vikundi vya vijana ambao walitishia usalama wa nchi kwa kiwango cha hali ya juu sana. Vijana hawa walipora, walijeruhi na waliua. Lakini leo hii terminology hii haipo kwenye masikio ya watu. Wananchi walioishi maeneo ya Pugu, Mbondole, Kimara, Kawe,
Buguruni wanayafahamu haya. Ni maneno amini, ni uhalifu ambao ulitesa watu sana. Nini kimefanyika, Mheshimiwa Rais? Nitasema muda si mrefu. Lakini Mheshimiwa Rais, wakati unaingia madarakani, kulikuwa na matukio makubwa mengi ya uvunjaji wa nyumba usiku. Watu hawa kule hapa Dar es Salaam waliitwa 10 ndani 10 nje, lakini maeneo ya kule Arusha waliitwa kanyaga twende. Walikuwa ni wahalifu maarufu sana, lakini wengine waliitwa kiboko msheni. Mradi tu ilikuwa ni vurugu za hapa na pale. Lakini Mheshimiwa Rais, utakumbuka wakati unaingia madarakani kulikuwa na uhalifu mkubwa, uvamizi kwenye maduka maeneo mengi ya jiji la Dar es Salaam, Mwanza na maeneo mengine. Uhalifu huu ulikuwa mkubwa, lakini kulikuwa na matukio mengi ya vijana waliokuwa wakiendesha pikipiki na kuwapora watu wakitoka benki ama wakienda benki. Waliwapiga risasi na walifariki, wengi walijeruhiwa, wengine walipoteza mali zao. Hizi ni hadithi ambazo ninakwenda kuhitimisha kwa kukuambia hali halisi, nini umefanya na sisi tuna shukrani gani kwako. Lakini pia Watanzania wanapaswa wakumbuke nini na wanapaswa kushukuru nini kwako. Mheshimiwa Rais, wakati unaingia kulikuwa na matukio mengi ya unyang'anyi kwenye vituo vya mafuta, kuanzia Geita, Mwanza, Singida, Shinyanga, Mara, Dodoma, Iringa. Ilikuwa ikifika jioni, usiku ni uvamizi vituo vya mafuta na uporaji mkubwa sana. Lakini kulikuwa na matukio yanayokera hapa Dar es Salaam, lakini na kule maeneo ya Arusha, kwenye miji mikubwa, Mwanza na sehemu zingine. Kulikuwa na waporaji ambao ukitoka na pochi unaporwa, ukiwa na simu unaporwa. Hawa waliitwa majina na wakawa watu maarufu sana. Hapa Dar es Salaam waliitwa vishandu. Sasa hivi terminolojia haipo, lakini kule Arusha waliitwa tatu mzuka, na kule Morogoro pia waliitwa tatu mzuka. Nao pia walikuwa ni wahalifu maarufu na walisababisha hofu na taharuki sana kwa jamii. Mheshimiwa Rais, ninaweza kuongea mengi, naomba niishie hili la mauaji ya vikongwe ambayo yaliandamana na imani za kishirikina. Mheshimiwa Rais, mikoa ya Mwanza, Simiyu, Tabora, Geita, Shinyanga na mingine ilikuwa ni marufuku kuzeeka. Ukizeeka ni kosa, unahusishwa na imani za ushirikina. Mauaji yalikuwepo na yalifanyika, naomba nitunze takwimu. Lakini jambo hili Mheshimiwa Rais ni hadithi. Sasa nini ambacho kimefanyika? Mheshimiwa Rais, maafisa wakaguzi na wananchi, Mheshimiwa Rais kitu kikubwa alichokifanya kwenye eneo hili la usalama ni uwekezaji mkubwa sana kwa jeshi la polisi, hasa kwenye upande wa vitendea kazi. Utakumbuka Mheshimiwa Rais, kumekuwa pia na uhalifu kwenye maziwa makuu, umetupatia boti za kutosha, na sasa hivi pia tunanunua boti zingine kubwa, mimi naita meli kwa sababu ni kubwa sana, ambazo zinaweza zikafanya doria ya muda mrefu na kukaa baharini kwa siku nyingi zaidi. Lakini umetupatia pikipiki za kufanya doria za masafa ya kati na masafa mafupi, lakini gari za kufanya doria za masafa marefu ambayo zimeweza kusababisha kuondoa matukio mengi ambayo yangeweza kuleteleza unyang'anyi kwenye barabara kuu, highway robbery. Tuna uwezo Mheshimiwa Rais wa kufanya doria barabara zote hapa nchini, na tuna gari za kutosha kufanya doria barabara zote, na ndio maana tuna kiburi na kusema highway robbery ni terminology ambayo haipaswi kukumbukwa na Mtanzania yoyote. Lakini Mheshimiwa Rais, hapa kumeongelewa mambo ya mafunzo. Kazi hii tunayofanya ni profession.
Sio kila mtu anaweza kufanya kazi hii, lakini ili kazi hii ifanyike vizuri na profession hii iwe na heshima, ni lazima kuwe na mafunzo mazuri. Mheshimiwa Rais, nakumbuka muda mfupi baada ya kuwa umeniteua kuwa mkuu wa Jeshi la Polisi, uliniita pale Tanga, ukaniambia keti hapo, badilisha jeshi lako, askari maafisa wako waende wakapate mafunzo, na ukanielekeza Mheshimiwa Rais, toka hapa katafute shule nje ya nchi za kusababisha hawa watu wakapata mafunzo sahihi ya namna ya kuzuia, kupambana na uhalifu, kutanzua na kubaini. Naomba nikukumbushe yote hayo. Kazi hiyo Mheshimiwa Rais nimeitekeleza vizuri, na sehemu ndogo ya kazi hiyo ndio hii anayoielezea Deputy Commissioner Mambosasa, na mafunzo haya tunayapata vizuri zaidi ndani na nje ya nchi. Nchi kama Misri tunapeleka askari na viongozi wengi sana. Urusi tunapeleka askari wa kutosha. China tunapeleka mheshimiwa askari wa kutosha. Marekani, Uturuki, India tunapeleka askari wengi sana. Kwa mara moja peke yake tunapeleka askari sio chini ya 30, na wanapata mafunzo mazuri na wanarudi wanatusaidia. Hawa wote wana uwezo mkubwa wa jinsi gani ya kupambana, kutanzua na kupambana na kuzuia uhalifu. Lakini Mheshimiwa Rais, umeongeza ajira kwa kiwango cha hali ya juu sana. Kwa hiyo tunao askari wa kutosha, si wa kutosha kabisa, lakini tunao askari wa kutosha kuweza kusimamia mambo ya kiusalama kwenye maeneo yote ambayo yalikuwa yanaleta shida. Huko kwenye maeneo ya Tatu Mzuka, kule kwenye maeneo ya Vishandu, kule kwenye maeneo ya wahalifu Panyarodi na maeneo mengine ambayo nilikuwa nimeyataja. Lakini kwa ujumla wake maeneo yote haya, Mheshimiwa Rais, kitu kikubwa zaidi umeongeza morali ya hali ya juu kwa watendaji wa jeshi lako la polisi. Kwanza, upande wa maslahi, morali wa askari hawa umepanda sana, lakini promotion, upandaji wa vyeo umewafanya askari, maafisa na wakaguzi kuwa na morali wa hali ya juu na hivyo kujituma zaidi katika kutenda kazi. Lakini vitendea kazi peke yake vinawafanya pia wanajisikia fahari na wanaweza kutenda kazi kubwa na nyingi kwa urahisi na kwa muda mfupi. Lakini Mheshimiwa Rais, umeendelea kusimamia na kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa ofisi, ujenzi wa nyumba za makazi, ujenzi wa vituo vya polisi. Tunajenga nyumba nyingi sana, tunajenga pale Dodoma, tunajenga kila mahali, lakini kikubwa kuliko yote Mheshimiwa Rais ni ujenzi wa chuo cha polisi, ile shule ya polisi ya Moshi, ambapo sasa inaondolewa shule ya Mkoroni na sasa inajengwa shule mpya ya kisasa. Na kushukuru sana Mheshimiwa, tumeendelea kupokea fedha, ujenzi unakimbia kwa nguvu kubwa, na sasa tumefikia hatua kubwa zaidi, na nyumba hizo kubwa nzuri za kisasa za magorofa, tofauti kabisa na kile chuo ambacho tulikirithi kutoka kwa Mkoroni. Na muda si mrefu Mheshimiwa Rais, kwa ahadi yako na kwa kasi yako ya kutoa fedha, chuo kile chote kinakwenda kuwa kipya. Lakini Mheshimiwa Rais, kikubwa kuliko yote ni utashi wako. Umekuwa na utashi mkubwa sana wa kuona mabadiliko makubwa yanafanyika ndani ya jeshi la polisi. Unanuia kuona mabadiliko haya na unakwenda kutekeleza nia yako. Mheshimiwa Rais hausiti kwenye masuala ya msingi ya kuleta mabadiliko ndani ya jeshi la polisi. Mheshimiwa Rais hausiti kwenye masuala ya kufanya nchi hii ikaendelea kuwa salama. Ndio maana nimeona niorodheshe kwanza matukio yale ambayo ulikutana nayo wakati unaingia madarakani, lakini matukio hayo hayapo tena. Ndio maana nimekuambia naomba nikusimulie hadithi nzuri.
naomba Mheshimiwa Rais upokee hadithi hiyo. Wiki iliyopita baada ya kuwa tumealikwa na Mheshimiwa Daktari Tulia, Spika wa Jamhuri ya Muungano, tulisimuliwa mambo mengi uliyoyafanya mpaka niliogopa kwamba haya yanafanywa ndani ya miaka 4. Mambo haya yalipaswa yafanye kwa kipindi labda cha miaka 50, lakini leo nimekusimulia machache, mambo ya kiusalama, mambo yanayosababisha hayo mengine yakafanyika. Kwa hiyo ukiona usione vyaelea, vimeundwa. Mheshimiwa Rais, wewe ni muundaji, umetufanyia mambo makubwa Jeshi la Polisi. Tukishindwa kufanya kazi, tutakuwa ni watovu wakubwa wa nidhamu kwako na kwa Watanzania. Mheshimiwa Rais, naomba sasa niendelee na nimalizie hotuba yangu. Sote tunatambua kuwa mwaka huu wa 2025 nchi yetu inatarajia kufanya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Katika maandalizi ya uchaguzi mkuu huo, Jeshi la Polisi limejipanga vyema katika kuhakikisha kuwa uchaguzi huu unafanyika kwa amani na utulivu kabla, wakati na baada ya uchaguzi huo. Mheshimiwa Rais, tunakuahidi nchi hii ni salama, nchi hii ina amani. Jeshi hili la polisi haliko tayari kumvumilia yeyote atakayeleta uvunjifu wa amani kwa sababu yoyote ile. Kwa hiyo sisi kama jeshi la polisi tuna wivu mkubwa na amani ya nchi yetu, na tutalinda amani, utulivu wa nchi hii kwa wivu mkubwa kipindi chote kabla, wakati na baada ya uchaguzi huu. Mheshimiwa Rais, katika kuhitimisha, salamu za Jeshi la Polisi, kwa mara nyingine tunakushukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi katika hafla hii ya kufunga mafunzo ya uafisa na wakaguzi wasaidizi wa Jeshi la Polisi kozi namba 1 ya mwaka 2024-2025.